Ili kufahamu zaidi tunaungana na mchambuzi Ibrahim Rahbi akiwa katika studio zetu za Dar es Salaam, Tanzania. Rahbi, karibu sana. Matarajio yako ni gani kuhusu mazungumzo kati ya Marekani na Iran? Shukran Hamida. Matarajio hatuwezi tukayaweka kwa sana au tukayapunguza sana. Nadhani hata Irani wenyewe wanasema kuwa tunakwenda kwenye mazungumzo ambayo tumeweka vyote mezani kuwa ikiwa tutafikia au hatutofikia, kwa sababu hata aina ya mazungumzo yenyewe kwanza yanatajwa awali yatakuwa sio ya moja kwa moja, maanake yatapitia kwa washirika ambao wamealikwa kwenye huu mkutano ambao ni nchi washirika wa kikanda kama Uturuki, Misri, Qatar, Saudi Arabia, Oman, zote zimealikwa kwenye hayo mazungumzo. Sasa kile kitachoanza mwanzo kinaweza kikatupa taswira ya mbele itakuwaje, haya mazungumzo ya moja kwa moja au mazungumzo ya pembeni. Kumekuwa na madai ya pande zote mbili, lakini ukisikia kauli anayoizungumza Donald Trump na kauli aliyoizungumza rais wa Iran Masoud Pezeshkian na kauli aliyoizungumza waziri wa kigeni wa Iran Abbas Araghchi zinatofautiana kidogo na kauli inayozungumzwa na Israel, kwa sababu Marekani anakubaliana kuwa tuna mazungumzo ya nyuklia, kitu ambacho Iran wanakiunga mkono. Upande wa Israel wanaongeza madai kuwa tuna masuala ya makombora, tuna masuala ya proxy wa Irani. Kwa hiyo kuna kauli kama mbili ziko tofauti kidogo. Rahbi, hapo katika kutofautiana hapo, ni wazi kwamba pande hizi mbili haziaminiani. Kuna matumaini ya hali hii kuweza kubadilika? Ni kweli wamesema hawaaminiani, na hiyo alilizungumza Abbas Araghchi, lakini pia hata Khamenei ameshalizungumza mara kadhaa, kutoaminiana katika kile ambacho wanakumbuka. Wanasema kuwa mwezi Julai tulikuwa kwenye mazungumzo ambayo kwa kauli ya Donald Trump kuwa yalikuwa ni mazungumzo mazuri wanaelekea kutimiza, lakini siku mbili kabla ya mazungumzo ya sita yalikuwa yafanyike kule Muscat, Israel ilianzisha mashambulizi ambaye baadaye Marekani alisema kuwa alikuwa nyuma ya hayo mashambulizi. Ndio hicho ambacho wanasema kuwa hatuaminiani, na ndio sababu washirika wa kikanda wengi wameitwa kwenye hayo mazungumzo kuona kama itatokea. Shida kubwa si mazungumzo gani tunazungumza, lakini kumekuwa na madai ambayo huenda yasitekelezwe. Irani wanakuambia swala la makombora yetu na swala la kuunga mkono vikundi ni vitu ambavyo havina mjadala. Tuko tayari kujadiliana kuhusu nyuklia, uwezo, kupunguza, kushusha, lakini hatuko tayari kurasimisha urani ambayo tayari imekwisha kujazwa. Kwa hiyo hizo ni kauli ambazo Irani wanazizungumza, lakini upande wa pili inaonekana kama ingekuwa ni madai ya Marekani, basi Marekani angeenda na dai moja tu la nyuklia na hilo angekubali, lakini bado pembeni kuna Israeli ambayo anaya kwake anayapitishia kwa Marekani. Rahbi, ni wazi kwamba Marekani bado kidogo imeshikilia ule msimamo wake kwamba huenda ikashambulia. Sasa ikiwa Marekani itashambulia Iran, kitu gani kinaweza kutokea? Hatua gani itafuatia? Sidhani kama Marekani wanatamani sana kushambulia Irani. Unajua historia inatuonyesha ni hivyo hivyo tu. Donald Trump ndio rais pekee ambaye ameshambulia Irani mara mbili nadhani, au ameshambuliwa na Irani. Unakumbuka wakati wa kifo cha General Qasem Soleimani mwaka 2020, Irani walifanya mashambulizi kwenye kambi za Marekani ikiwa Donald Trump akiwa rais, lakini mara hii tumeona mwezi Julai ndio rais ambaye alikubali kwenda kushambulia. Lakini mara zote Trump amekuwa akiwahi kukimbilia kumaliza matatizo. Hata wakati ile 2020 alikimbilia haraka kusema kuwa tumemaliza. Hata juzi alikimbilia haraka kusema tumemaliza, kwa sababu sidhani alikuwa kama anataka makabiliano ya moja kwa moja, na hata wachambuzi wengi hata ndani ya Marekani wanakubaliana kuwa kuna hatari kubwa mara hii, kwa sababu wanahisi Irani wamejiandaa sana kuliko hata ilivyokuwa ile vita ya Julai, ile 12 days war. Sasa wanaona kuwa kushambuliana labda inaweza ikarudi kwenye kauli ya kiongozi wa Irani, anasema kuwa eneo lote la Mashariki ya Kati litachafuka kwa sababu majibizo ya Irani huenda yakaenda kwenye nchi tofauti tofauti. Kwa hiyo zile nchi zinaweza zikareact na zenyewe hali ikawa mbaya zaidi. Sidhani kama Irani wanatamani kuishambulia Iran. Naam, asante sana Ibrahim Rahbi, na mahojiano hayo ndio yanayotuhitimishia taarifa yetu kuu usiku huu.